I told you. Karibu msikilizaji wetu wa leo. Hii ni Sauti ya Maisha, kipindi kinachoangazia juhudi za Wakenya wanaojituma kujenga taifa kwa mikono yao. Leo safari yetu inatupeleka hadi eneo la Bondeni, kaunti ya Nakuru, nyumbani mwa maelfu ya mafundi maarufu wa jua kali. Hapa jua kali si adui, bali ni rafiki wa riziki. Ni mahali ambapo nyundo na mashine ndio lugha ya kila siku. Watu wa Bondeni wamekuwa wakibadilisha chuma kuwa bidhaa zenye thamani, kuanzia majiko ya makaa, fremu za madirisha, milango ya chuma hadi viti vya shule. Lakini nyuma ya kelele hizi za kazi kuna hadithi ya bidii, changamoto na matumaini. Faith Moraa, mmoja wa wafanyabiashara katika eneo la Bondeni, anatueleza kuhusu baadhi ya vyuma ambazo amekuwa akitengeneza na kuuza kwa zaidi ya miaka 6 hivi. Kwa majina ni Faith Moraa, mkaaji wa Bondeni. Nafanya kazi jua kali Bondeni, nauza jiko, oven, sanduku, vitu mingi hata grills. Kwa hii kazi nimekaa around 6 years. Kuna wakati kuna kuanga na customers, kuna wakati pia hakuna. Advantage zake ni mingi sababu jiko si rahisi haribike, hatuna kitu yenye inaharibika. Disadvantage ni inaweka pesa sana wakati hakuna kazi. Hawa ndio mashujaa wa kimya wanaoendeleza familia zao, wanatoa ajira kwa vijana, wanaochangia pakubwa katika uchumi wa kaunti ya Nakuru. Kwa mujibu wa mipango ya maendeleo ya kaunti, sekta ya jua kali inaajiri zaidi ya watu 23,000. Na sasa serikali ya kaunti imeanza ujenzi wa soko jipya la kisasa hapo Bondeni, lenye sehemu maalumu kwa mafundi hawa maarufu kama jua kali sheds. Afisa wa jua kali hapa Nakuru, Samuel Kimani, anatueleza zaidi kuhusu soko hilo jipya, huku akitoa wito kwa wakazi wa Bondeni na maeneo jirani kufika kuliona na kufanikiwa na miundombinu yake ya kisasa. Asante sana. Majina yangu ni Samuel Kimani, afisa wa jua kali hapa Nakuru County. Kwa kweli tumeona mabadiliko mengi makubwa hapa Bondeni. Soko hili jipya limejengwa kwa viwango vya kisasa. Kwanza liko na nafasi kubwa, nafasi nzuri, huduma za maji ziko, umeme na hata sehemu maalumu ya kuonyesha bidhaa zetu ambazo zimeundwa na mafundi wetu hapa Bondeni. Lengo kubwa letu hapa ni kuwapa mafundi wetu mazingira masalama, safi na hata kufanya kazi ili waweze kuongeza ubunifu na kipato chao cha kila siku. Tunawaalika wakazi wote wa Nakuru na maeneo jirani waje kututembelea sokoni hii yetu jipya, wajionee kazi nzuri ya mikono ya mafundi wetu wa jua kali. Hii ni hatua muhimu katika kukuza ajira, ubunifu na hata uchumi wa eneo letu la Bondeni. Ndani ya Bondeni, jua kali si kazi tu, ni falsafa ya maisha. Ni imani kwamba hata chini ya jua linalowaka, mtu anaweza kujenga kesho bora kwa bidii na uaminifu. Kwa miradi kama hii ya soko jipya na maboresho ya miundombinu, matumaini yameanza kung'aa. Bondeni inabadilika na mafundi wake wanabaki kuwa moyo wa mabadiliko hayo. Samuel Omwai Wafula, ambaye amekuwa mfanyikazi wa jua kali hapo ana zaidi ya miaka 15, anatueleza jinsi kazi hii inavyomsaidia kupata kipato cha kila siku. Kwa majina naitwa Samuel Omwai Wafula. Hii jua kali inaanza more than 15 years nyuma. Sasa hizi inanisaidia, si mbaya. Inasaidia familia, mambo zangu zote, mambo zetu hivi na hapa Nakuru. Kwa hivyo msikilizaji wetu, wakati unapopita mitaa ya Bondeni na kusikia nyundo kingonga chuma, kumbuka, hiyo si kelele, hiyo ni muziki wa uhai, sauti ya wajasiriamali wanaoandika historia kwa mikono yao. Kutoka Bondeni, Nakuru, nafahamika kama Gloria Vahati.